kunalo andiko katika Biblia, Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Kama liko ulitoe tulisome, kama hakuna utuambie hakuna. Sitaki maelezo. Usianze kunielezea. Mimi naomba uniambie lipo tulisome. Kama halipo uniambie hakuna. Andiko la kwamba Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho lipo. Sawa, tumekuwa tukilifanya hili kwa muda mrefu sana, kuwakutanisha walimu mbalimbali kwa ajili ya kujadili masuala ya kiimani, masuala ya dini zetu. Leo tupo tena na walimu wengine. Tunaye mwalimu Francis Ndacha kutoka nchini Kenya, lakini tunaye Dr. Daniel Mwankemwa wa nchini Tanzania. Hawa wanapishana, wote wa Kristo wanapishana kiimani kwamba mmoja ni wa Jumamosi na mmoja wa Jumapili. Mmoja anaamini bado Sabato ipo, mwingine anaamini tupo katika neema. Mada tulionayo siku ya leo ni kuhusiana na je, Utatu Mtakatifu ni fundisho la Biblia? Kwamba litakuja kujibiwa mada, kuna Utatu Mtakatifu katika Biblia kwa maandiko ya Biblia. Kwa hiyo moja kwa moja tunaenda kuingia kwenye mada yetu. Kwa dakika 10 tu mwalimu atawasilisha mada yake, alafu tutaingia kipindi cha maswali na majibu, maswali ya papo kwa papo. Dr. Daniel Mwankemwa, karibu sana, ni muda wako. Na nataka nitoe taarifa kwamba tumekuwa tukifanya hii midahalo muda mrefu, mdahalo wa Utatu Mtakatifu Mungu wa Biblia. Leo hii tumeweka kwamba iwe ni siku ya mwisho kabisa, kwa hiyo tutaifanya kitofauti sana, kati ya mwalimu Daniel Mwankemwa na mwalimu Ndacha kujadili juu ya Utatu Mtakatifu. Sijui kama wataamua siku nyingine kujadili, lakini kwa leo tulipanga kwamba iwe mwisho. Sasa wasiendelee kujadili, kitakachotokea, matokeo yatakayotokea ndio yawe mwisho na uwe msimamo wa kila mmoja. Karibuni sana. Mimi ni washukuru wala ambao mmekuwa mnafuatilia. Rafiki yangu Ndacha nimeongea naye muda mrefu sana, na katika kuongea naye nimeona tufike kipindi hiki ambapo tuweze kuweka kila kitu sawa, na baada ya kuweka kila kitu sawa tuwe tunafika mahali pa kuweza kuona kwamba tunafikia hitimisho, ambalo hilo hitimisho kila mmoja anaweza kaamua sasa, kwamba unaweza kaamua hivyo, lakini wakati huo ukiangalia pia na hatima yako. Hoja imekuwa hivi: je, kuna fundisho la Utatu Mtakatifu kiBiblia? Ndio, lipo. Kwa sababu neno Utatu Mtakatifu ni neno linalotokana na aya au mafungu mbalimbali yaliyoko ndani ya Biblia yanapowekwa pamoja na yanayoonyesha utakatifu wa Mungu katika utatu wake. Kwa mfano, kitabu cha Yohana ile sura ya 17 na mstari wa 11 panasema, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba Mtakatifu, kwa jina lako lilonipa walinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Kwa hiyo Baba hapa ameitwa Baba Mtakatifu. Lakini ukija kwa mwana katika Injili ya Yesu ilivyoandikwa na Luka, katika ile sura ya kwanza ule mstari wa 34 na 35 anasema, hapa ni malaika anamwendea Mariamu, anamwambia hivi. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? 35, malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Huyu ni mwana. Kwa hiyo mwana ni mtakatifu. Je, Roho Mtakatifu? Kitabu cha Waefeso ile sura ya kwanza, nitasoma mstari wa 13 na wa 14, unasema, nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Yule Roho wa ahadi aliye mtakatifu. Kwa hiyo hapa tumeona Baba Mtakatifu, Mwana Mtakatifu na Roho Mtakatifu mtakatifu. Hiyo ndio iliyoleta neno
neno moja linaloitwa Utatu Mtakatifu, kwa sababu hakuna katika hao niliowasoma ambaye hana sifa ya utakatifu. Kwa sababu tu mwingine kama kawaida, mwingine anataka aone neno Utatu Mtakatifu ndani ya Biblia. Tumekuwa tunasema hakuna neno moja la Utatu Mtakatifu, kama vile hakuna neno milenia ndani ya Biblia, na kama vile hakuna neno ile milenia maana yake 1000, miaka 1000, wala hakuna neno incarnation. Ulipati neno incarnation kwenye Biblia, lakini linatumika katika kufafanua kila ambacho kimefanyika, kwamba umwilisho, kupata mwili kwa mwana. Sasa je, hawa niliowasema hawa ni nafsi? Ili tuje kwenye fundisho la utatu? Ndiyo, Biblia ndivyo inavyofundisha. Katika Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 26 anasema, maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Kwa hiyo kama Baba alivyo na uzima nafsini mwake, na mwana ana uzima nafsini mwake. Kwa hiyo tayari hapa tunaongea habari ya nafsi mbili tayari. Na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume, hapa nimewaambia tunaweka tule msingi, kwa sababu tumeyasoma sana maandiko haya, kwa sababu tunayajengea msingi. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 3 na 4 anasema, Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Huyu Roho Mtakatifu anayetajwa anahuzunika, anafurahi na anasema. Kwa hiyo ni mwenye nafsi. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Je, kwa sababu ninaongea na hawa ambao wamesema wao wanakiri kwamba ni wafuasi wa imani ya usabato, ambao wanaamini na vitabu wanaviita vya roho ya unabii. Je, kutokana na hili vitabu vinasema nini? Na nitakavyovisoma nitaviacha hapa mezani. Nitakachosoma nitaacha hapa mezani. Kitabu hiki hapa kinaitwa Ujumbe wa Awali. Ninaenda kusoma ukurasa wa 112. Anasema hivi, mara nyingi nimemwona Yesu mwenye kupendeza kwamba yeye ni nafsi. Nilimuuliza kama baba yake alikuwa ni nafsi na alikuwa na umbo kama lake. Yesu alisema, mimi niko katika mfano halisi wa nafsi ya baba yangu. Kwa hiyo hapa Ellen White anathibitisha kwamba baba ni nafsi na mwana ni nafsi, kama vile Yohana 5:26 ilivyosema. Je, kuhusu Roho Mtakatifu? Kuhusu Roho Mtakatifu kwamba ni nafsi, baada ya kusoma ndani ya Biblia vitabu vya roho ya unabii ambavyo ninaamini Mwalimu Ndacha anaamini, vinasema nini? Vinasema nini ili tujue fundisho hili la Utatu Mtakatifu lipo au halipo, au ni akili zetu. Ninasoma ukurasa wa 85. Uovu ulikuwa ukirundikana kwa karne nyingi na ungeweza tu kuzuiwa na kupingwa kwa uweza mkuu wa Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya uungu, ambaye angekuja si katika nguvu iliyopunguzwa bali katika utimilivu wa uweza wa uungu. TM 392 paragrafu ya 2. Kwa hiyo tayari Roho Mtakatifu kumbe naye ni nafsi, kama vile tulivyosoma ndani ya Biblia. Na huyu Roho Mtakatifu yeye ni nafsi ya tatu, ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu. Nina kitabu hiki hapa. Nina kitabu Tumaini la Vizazi Vyote, toleo la 2. Ninakwenda kusoma ukurasa wa 284. Ukurasa wa 284. Ninayasoma yote haya nikitaka na mimi niweze kusikia kwamba kwa nini swala la utatu mwingine anakuambia halipo. Anasema hivi, dhambi ingeweza tu kukabiliwa na kushindwa kwa uwezo wa nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu, ambayo ingekuja katika uwezo tele wa uungu. Hapa tunaongelewa habari ya nafsi ya tatu ya uungu. Ndio maana katika ukurasa ule wa 288 mpaka 285
Ellen White ambaye ndio kiongozi wa unabii katika Usabato anasema, wakati Roho wa kweli atakapokuja atauhakikishia ulimwengu katika habari ya dhambi na haki na hukumu. Anayefanya kazi hiyo ni Roho Mtakatifu. Sasa kutokana na huo tulioona, Baba Mtakatifu, Mwana Mtakatifu na Roho Mtakatifu mtakatifu, je, katika kitabu cha Mwongozo, hii hapa Mwongozo wa Kanisa la Wasabato, ninasoma ukurasa wa 224. Anasema hivi: kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, umoja wa nafsi tatu za milele. Hitimisho hili limefikiwaje? Ni baada ya kuona Baba imethibitika katika maandiko ni mtakatifu, na Mwana ni mtakatifu, na Roho Mtakatifu ni mtakatifu. Lakini Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu, na Roho Mtakatifu ni Mungu. Lakini sio Mungu wa tatu, ni Mungu mmoja ambaye analo jina moja analolitumia linaloitwa Yesu. Ndio maana hapa katika hii Mwongozo wa Kanuni za Wasabato anasema ukurasa wa 224, kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, umoja wa nafsi tatu za milele. Sio mmoja wa nafsi tatu za milele, umoja. Yani umoja ambao Baba yuko ndani yake, Mwana yuko ndani yake, na Roho Mtakatifu yuko ndani yake. Hiki ndicho ambacho maandiko yanakifundisha, na ndicho ambacho hata vitabu vya roho ya unabii ambavyo Mwalimu Francis Ndacha anaviamini ndivyo vinavyofundisha. Nitapenda kusikia ni nani mwenye mawazo tofauti au mwenye hoja tofauti kinzani ambazo zinaweza zikaupindua ukweli huu. Mungu awabariki sana. Amen. Tunakushukuru Mwalimu Mwankemwa kwa muda wako ambao umeutumia mpaka kumaliza. Tumkaribishe Mwalimu Francis Ndacha. Okay. Sawa, nakaribisha Mwalimu Francis Ndacha uje kwa dakika 10, uje utupelekee mada yetu. Mada yetu ni je, Utatu Mtakatifu ni fundisho la Biblia? Mada ambayo tunasema sasa tunaenda kuifunga kati yako na Mwalimu Mwankemwa. Kama mtaafikiana au hamtaafikiana, mmeshajadili sana na watu wameshawasikia sana. Karibuni. Asante sana Bwana Mwenyekiti, na ninawakaribisha wale ambao mnafuatilia live hii. Kati ya mimi hapa na Daniel Mwankemwa, somo letu ambalo tunalijadili ni swala linalohusiana na Utatu Mtakatifu, na kitu ambacho nimekigundua ni kwamba Mwankemwa elimu ya fundisho hili la Utatu Mtakatifu, Mwankemwa elimu hii hana. Kitu ambacho Mwankemwa anafanya ni kutengeneza utatu wake, lakini utatu ambao uko kwenye vitabu vya dini Mwankemwa hausungumzii. Anasungumzia utatu wake ambao yeye mwenyewe anautengeneza hapa katika mjadala. Sasa nikiomba mwenyekiti, kama tunazungumzia hali ya utatu, tuweze kuzungumzia utatu ulio katika vitabu, sio utatu ambao unatengenezwa na Mwankemwa hapa ama mimi ni utengeneze. Sasa mwenyekiti, hapa niko na kitabu cha Kanisa Katoliki ambaye inaitwa Catechism ya maswali na majibu, ambaye nitasoma ukurasa wa 17. Ukurasa wa 17 inaongelea je, Utatu Mtakatifu unafundisha nini? Nafsi za Utatu Mtakatifu ni ya kina nani? Inasema hivi: Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu, na Roho Mtakatifu ni Mungu. Alafu inasema hivi: Baba si Mwana, Mwana si Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu sio Baba. Kwa hivyo ina maana ya kwamba Utatu Mtakatifu unafundisha nafsi tatu na kila nafsi ni Mungu kivyake. Kwa hivyo ina maana Utatu Mtakatifu unafundisha Mungu au miungu
mitatu, kitu ambacho Biblia inakataana nacho kabisa kabisa. Kwa hivyo mimi nitaweza kuogelea kile ambacho Biblia inachokifundisha, lakini sio kile kanisa la Katoliki linafundisha ama kanisa lolote linafundisha. Ninaogelea ni nini ambacho Biblia inafundisha. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 8 mstari wake ni wa 6, bwana mwenyekiti, andiko hili halihitaji kuongezwa chochote, linaeleweka kwa mtu ambaye anaamini katika ukweli wa Biblia. Andiko linasema kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Mungu ni mmoja tu. Alafu aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi ndani yake, na yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo. Kwa hivyo kitu ambacho ninajenga hoja, bwana mwenyekiti, katika andiko hili limeenda kinyume kabisa na imani ya Katoliki na imani ya wana utatu, kwa sababu wana utatu, bwana mwenyekiti, wanafundisha Mungu ni mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Andiko kama hilo kwa Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, hilo andiko kwa Biblia hakuna. Na kama tunajadili na Mwankemwa, ninamuomba aache kujificha katika kichaka ya kusema ati unajua hata lile fundisho la miaka 1000 haliko kwenye Biblia. Hatuongelei fundisho, tunaongelea andiko. Kwa mfano, kuna biolojia ya utatu kwenye Biblia, fundisho la utatu kwenye Biblia, kwa maana Biblia lazima itoe andiko la kwamba Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Hilo andiko kwa Biblia, mwenyekiti, halipo wala halipatikani, wala mitume hawakuamini hivyo. Kanisa la mitume walikuwa na misingi 7, na katika hiyo misingi yao 7 waliamini ya kuwa Mungu mmoja ni Baba. Katika kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 6 waliamini ya kwamba Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Sasa haya mafundisho ya kina Mwankemwa ni mafundisho ya juzi baada ya mitume kufa, baada ya mitume kuondoka duniani. Wakaja wana theolojia waongo, wakaja wakatuondoa kwa ukweli kuhusu Mungu, wakaanza kutuletea Mungu wa theolojia, sio Mungu wa Biblia. Kwa hivyo tunapomsikiliza Mwankemwa, ana Mungu wa theolojia, sio Mungu wa Biblia. Katika kitabu cha Yohana 17 mstari wake ni wa 3, bwana mwenyekiti, andiko linasema uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hivyo andiko hili linaweka wazi kuna Mungu wa pekee wa kweli aliyemtuma Yesu. Kwa hivyo kuniambia ya kwamba Yesu ni nafsi, unafaa kuniambia pia Mungu ni nafsi. Kwa hivyo Mungu ambaye ni nafsi, ambaye ni nafsi moja, amemtuma Yesu. Amemtuma Yesu, na uzima wa milele ni kumjua huyo Mungu wa pekee wa kweli na kumjua Yesu aliyetumwa na yeye. Sasa wana utatu wanatuambia Mungu wa pekee wa kweli ni utatu. Sasa kama Mungu wa pekee wa kweli ni utatu, huyu Yesu ambaye alitumwa na utatu ni nani? Huu ni uongo ulio wazi kwa watu ambao wanataka kuelewa ukweli. Haliwezi kuingia katika akili ya mtu yoyote ambaye anataka ukweli wa Biblia. Sasa katika kitabu cha Yuda 1, bwana mwenyekiti, tunapata ya kwamba Yuda 1 mstari wake ni wa 3 na mstari wa 4 inasema lazima tuishidanie imani, kwa sababu kuna makafiri ambao wameingia kwetu kwa siri, wanaubadilisha ama wanabadilisha neema ya Mungu wetu kwa ufisadi, nao humkana aliye peke yake Mola. Aliye peke yake Mola, si Mola watatu, aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa kama hapo imeongelea aliye peke yake Mola ni nafsi,
alafu na Bwana wetu Yesu Kristo ni nafsi. Tunapokuja katika kitabu cha Warumi 8 mstari wake ni wa 9, inasema Roho wa Mungu akikaa ndani yetu. Hakuna katika Biblia Roho Mtakatifu ni Mungu, hakuna. Biblia inasema ya kwamba Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu. Na ndio ninaomba leo Mwankemwa anatupa andiko leo, mwenyekiti na ulisimamie, ya kwamba kuna Mungu Roho Mtakatifu kwa Biblia. Hilo andiko hawezi pata. Kitu ambacho anafanya Mwankemwa ni kupiga viraka kwenye maandiko ya Biblia. Anasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 5 kuanzia mstari wa 2, ambapo inasema ya kwamba kumudanganya Roho Mtakatifu ni kumudanganya Mungu. Wakati ambapo Anania na Safira walipokuwa wanadanganya, walikuwa wameweka uongo miguuni mwa mitume. Kwa hivyo mitume walikuwa na Roho wa Mungu, na kuwadanganya mitume ni kumdanganya Mungu mwenyewe, kwa sababu mitume walikuwa na Roho wa Mungu. Sasa si kusema ya kwamba ati hapo wakati wa Safira na Anania kulikuwa na Mungu Roho hapo ambaye wanamdanganya. Walikuwa wanadanganya mitume, na mitume walikuwa na Roho wa Mungu, na kuwadanganya ni kumdanganya Mungu, kwa maana mitume wako na Roho wa Mungu. Sasa katika kitabu ambacho amekisoma cha Waadventista wa Sabato, ya kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa third person of the Godhead. Ninataka niweze kumjibia hiyo, kwa sababu kwanza hiyo ni bahari kubwa ambaye Mwankemwa anajaribu kwenda kuingia, na sijui kama ataweza kuzama ama ataweza kuogelea. Kile ambacho atafanya ni kuzama ndani. Kabla tufike jioni, mimi nakwambia Mwankemwa utakuwa umetoa jasho. Hapa kuna kitabu kinaitwa The Desire of Ages. Kitabu cha Desire of Ages tunasoma ukurasa wa 414. Ni kitabu kimoja tu hivi. Ndio naona hivi kile kiko hapa. Nitakuachia hapa. Ambacho kinasema hivi, the power of evil. The power of evil. The power of evil had been strengthened for centuries. Sasa wakati tunapoogelea the power of evil, tunakuja tunasoma kipengele cha pili. Christ has given his spirit. Christ has given his spirit as divine power to overcome all hereditary and certificated tendencies to evil and to impress his own character upon his church. Kwa hivyo kanisa la Kristo halina Mungu Roho Mtakatifu. Kanisa la Kristo liko na Roho wa Kristo. Kado na Mwankemwa, yeye ako na Mungu Roho Mtakatifu, lakini kanisa la Kristo liko na Roho wa Kristo. Kwa hivyo andiko hata moja kwenye Biblia kuanzia Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, hakuna andiko linalosema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hilo andiko kwa Biblia hakuna, na ninamgoja. Asanteni. Sawa kabisa, na shukuru kwa dakika 10 hizo. Dr. Mwankemwa, mliniambia mnaingia kwenye maswali moja kwa moja, maswali na majibu. Mwalimu Ndacha karibu. Dakika 10 anayeanza kuuliza maswali ni Dr. Mwankemwa. Swali langu ninaanza kuuliza hapa, na kitabu hiki hapa, Dhiki Kuu ukurasa wa 85. Panasema uovu ulikuwa ukirundikana kwa karne nyingi, na ungeweza tu kuzuiwa na kupingwa kwa uweza mkuu wa Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya uungu, ambaye angekuja si katika nguvu iliyopunguzwa, bali katika utimilifu wa uweza wa uungu. Haya ni maneno ya kiongozi wako wa unabii Ellen White, kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya uungu. Wewe unasemaje? Kitu ya kwanza, mimi nakubaliana na kitabu na pia na hoja za Ellen G. White ya kwamba Roho Mtakatifu ni third person of the Godhead. Nakubaliana naye.
Asante. Na ndani ya Godhead, kwenye Godhead zinatajwa nafsi ya nani na nani na nani? Kitu ambacho ningeomba ni ya kwamba tusije tukamwekelea Ellen G. White, bali tumnukuu wakati anapoongelea Godhead. Ningetaka tusome na wewe kitabu ambacho kinaitwa Testimonies for the Church, volume 9, page 189, paragraph 3 ya 1909. Inasema hivi: they have one God, one Savior. Nataka nikujibu. They have one God, one Savior, one Spirit. The Spirit of Christ is to bring a unity into their ranks. Kwa hivyo ya kwamba katika Godhead tunaona ya kwamba kuna Mungu mmoja na kuna mwokozi mmoja ambaye ni Yesu Kristo, alafu kuna roho mmoja ambaye ni roho wa Kristo. Asante. Kwa hiyo kumbe Ellen White alivyosema third person kwamba Roho Mtakatifu ni third person, alikuwa amekusudia kwamba yuko Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hapa naomba ninukuu katika Testimonies 392 ya pili, anasema evil had been accumulating for centuries and could only be restrained and resisted by the mighty power of the Holy Spirit, the third person of the Godhead. Kwamba Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu katika uungu, ndiyo ambaye anakuja kuondoa dhambi. Kwa mujibu wa haya, ni sawa? Ni sawa kabisa Mwankemwa. Mimi si bishani na hiyo, kwa sababu mimi nakubaliana ya kwamba that person of the Godhead, nakubaliana ni the Spirit of Christ. Mahali tunakosana na wewe ni wakati unaposema that person of the Godhead ni God the Holy Spirit. Hiyo ndio tunakosania. Kama tunakubaliana na wewe ya kwamba that person of the Godhead is the Spirit of Christ, tumalize mjadala ishe. Lakini kama wewe unasimamia kwamba that person of the Godhead ni God the Holy Spirit, mjadala unaendelea, kwa sababu that person of the Godhead sio God the Spirit, but the Spirit of Christ, roho wa Kristo, sio Mungu Roho Mtakatifu. Sasa katika Matendo ya Mitume 5 nimesoma hapa kwamba Roho Mtakatifu ametajwa, Roho Mtakatifu mstari wa 4 kwamba umemdanganya Mungu. Ndio tulivyosoma hapa. Wewe unasema third person ambayo ni Holy Spirit, yani Roho Mtakatifu, kwamba sio Godhead. Unatoa wapi hiyo kwamba Roho Mtakatifu sio God, yani Roho Mtakatifu kwamba sio Mungu Roho Mtakatifu? Unatoa wapi wakati mimi nimethibitisha kwa maandiko? Hakuna andiko Mwankemwa umetoa kwa Biblia ya kwamba that person of the Godhead ni God the Holy Spirit. Hilo andiko hakuna. Andiko ambalo umelitoa ni Matendo ya Mitume, ya kwamba kumdanganya roho wa Mungu ni kumdanganya Mungu, sio kumdanganya Mungu Roho Mtakatifu. Wale ambao walikuwa wanadanganywa hapo walikuwa mitume. Hakukuwa na Mungu Roho Mtakatifu alikuwa hapo. Walikuwa ni mitume, kwa sababu Anania na Safira waliweka ile sadaka ambayo walikuwa wameuza kiwaja miguuni mwa mitume. Kwa hivyo wakawa wamedanganya mitume. Sasa ndio anasema ya kwamba kumdanganya Roho Mtakatifu ni kumdanganya Mungu, kwa sababu mitume ndio walikuwa na Roho Mtakatifu. Si ati ya kwamba hapo kulikuwa na Mungu Roho. Mwankemwa tafadhali. Mimi sijaongea habari ya Mungu Roho. No. Nimeongea habari ya Roho Mtakatifu. Msubiri kwanza nisome. Ngoja nisome hapa. Panasema hivi. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Hapa Roho Mtakatifu alitajwa kama nani? Kitu ambacho hapa anaongelewa, anatajwa kama nafsi, lakini hajatajwa akiwa Mungu Roho Mtakatifu. Na ndio nikakwambia hivi kidogo tu Mwankemwa, unajua kuna wakati tafika tukubaliane. Tusiishi tu kushitia vitabu. Tusiongee kupitia mawazo yetu. Vitabu vinaeleza wakati Roho Mtakatifu anapoongea ni nani anaongea. Biblia inasema kwamba Mungu akitupea Roho wake Mtakatifu, anatupea yeye mwenyewe. Hatupei mtu mwingine kado na yeye. Hapo ndio tunakosana na wewe. Kwa sababu kwa mfano hapa Mwankemwa, mimi nimesema hivi. Naam. Nimekuuliza hivi. Ndio. Umekubali kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya uungu? Mimi nakubali, na ndio nikakuuliza sasa, kwa sababu Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya uungu, umekubali. Kwa hiyo unakubali kwamba ipo ya kwanza na ya pili? Katika kitabu ambacho tumejenga nacho hoja. Tumejenga kitabu hoja na vitabu vya Ellen G. White. Na ndio nimekuja huko. Kidogo tu nataka sasa unisikilize. Kulingana na Ellen G. White, hakuna mahali anaongelea anasema first person, the second person, third person. Hakuna. Nimesoma hapa. Hakuna. Nimesoma. Naomba nirudie. Anasema hivi. Mahali umesoma hakuna kitu sijasikia. Haya sawa. Anasema hivi. Nasoma ukurasa wa 112. Anasema, mara nyingi nimemwona Yesu mwenye kupendeza, kwamba yeye ni nafsi
Nilimuuliza kama baba yake alikuwa ni nafsi na alikuwa na umbo kama lake. Yesu alisema, mimi niko katika mfano halisi wa nafsi ya baba yangu. Kwa hiyo manake hapa tayari amekubali kwamba baba ni nafsi na mwana ni nafsi. Sasa nilipokuja kusoma kwenye kitabu cha Dhiki Kuu, ndio anafafanua sasa kwamba Roho Mtakatifu yeye ni nafsi ya tatu. Kwa maana kwamba kwa Ellen White hii nafsi ya baba ndio ya kwanza, nafsi ya mwana ndio ya pili, na ya Roho Mtakatifu nafsi ya tatu, ambao ndio sisi tunaita Utatu Mtakatifu. Wewe unachokataa ni nini? Kitu ya kwanza Mwankemwa, ningekuomba kama tunaongea kuhusu Ellen G. White tumtumie yeye kwa ukweli. Tusije tukaigiza dhana zetu tukamwekelea. Kwa mfano, mimi naomba nikusomee ili andiko alafu wewe unieleze. Maana tayari yako hapa ananiongea. Kitabu kinaitwa kidogo tu. Ninaeleza hiyo. Sijaacha hiyo. Nimesema kwa hivyo Yesu Ellen anauliza Yesu, baba yako ni nafsi, ana nafsi kama wewe? Akaambiwa mimi ni kichapa ya baba. Kwa hivyo Yesu ni mwana wa baba. Kidogo tu. Hiyo ndio ile umesoma hapo. Ni chapa ya nafsi ya baba. Si ndio imesema? Sasa mimi nikawa ninauliza hivi. Kwa mfano hapa katika hiki inaitwa Youth Instructor December 16, 1897 Mwankemwa. Tafadhali nakuomba. Inasema hivi, they were two yet little short of being identical. Two in individuality, yet one in spirit and heart and character. Kwa hivyo anapoongelea Ellen G. White, anaongelea nafsi ama watatu. Si ati ya kwamba watatu huyu mwingine anaitwa Roho Mtakatifu ni kama vile baba na mwanawe. Anasema they were two individuality in being, one in spirit. Kwa hivyo baba na mwana ni wawili, lakini wanakuwa mmoja katika roho. Lakini wana nafsi, kila mmoja ana nafsi yake. Lakini ili wakuwe mmoja, hawakui mmoja katika nafsi. Wanakuwa mmoja katika roho, katika character. Hiyo tu. Ndacha, tulichosoma hapa, Ellen White amesema baba ana nafsi. Maana yake baba ana nafsi ya kwake, mwana ana nafsi ya kwake, alafu kwenye kitabu hiki amesema na Roho Mtakatifu naye ni nafsi, alafu ya tatu. Maana yake ya baba ya kwanza, ya mwana ya pili, ya Roho Mtakatifu ndio ya tatu, ambao sisi wana utatu ndio tunasema huo ndio Utatu Mtakatifu. Ndio maana nikataka wewe umeenda kunukuu hiyo ambayo haihusiani na hiki tunachokisema hapa. Nikataka kwamba tuko kwenye nafsi, maana ndio kwenye mgogoro wetu mimi na wewe Ndacha. Tuko kwenye nafsi ambapo Ellen anamsema Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika uungu. Sio kwamba yuko peke yake. Katika ule uungu Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu. Nimekuuliza swali kwamba kama Ellen anajua kuna nafsi ya tatu, unakubaliana naye kwamba kuna nafsi ya kwanza na ya pili? Na shukrani sana kwa dakika 10 hizo. Sasa ni muda wa Mwalimu Ndacha kumuuliza Mwankemwa maswali kwa dakika 10 zingine. Kwa hiyo karibu sana Mwalimu Ndacha, muulize Dr. Mwankemwa. Mwankemwa, naomba nikuulize swali kupitia vitabu vya wale ambao wanaamini katika utatu. Ninasoma ukurasa wa 16 wa kitabu hiki cha Catechism. Inasema hivi: katika imani ya Kikristo, fumbo kuu kwa yote ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Walakini kuna Mungu mmoja tu na wala si watatu. Sasa katika ukurasa wa 17, kipengele ambacho kinaitwa kipengele cha 22, inasema nafsi tatu za Utatu Mtakatifu ni akina nani? Nafsi tatu za Utatu Mtakatifu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Haya, kipengele cha mwisho 24 inasema Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu na Roho Mtakatifu ni Mungu. Sasa swali yangu ninakuuliza Mwankemwa, kado na hizi vitabu ambavyo tumesoma zinasema Mungu ni Baba, Mwana na Roho, kunalo andiko katika Biblia Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho? Kama liko ulitoe tulisome, kama hakuna utuambie hakuna. Sitaki maelezo. Usianze kunielezea. Mimi naomba uniambie lipo tulisome. Kama halipo uniambie hakuna. Andiko la kwamba Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho lipo. Ni katika Mathayo sura ya 28 na mstari wa 19. Nendeni mkawabatize watu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na ndicho ulichokuwa umetaka. Hili jina ndo jina la Mungu. Na wewe ulisema Mungu mmoja
lionekane ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu lipo ni Mathayo 28 mstari wa 19, ambapo pametajwa yale unayoyataka wewe, mkawabatize watu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hili jina ndio jina la Mungu, ambalo huyo Mungu ni mmoja, lakini aliyejifunua katika utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo andiko lipo. Mwankemwa, naomba uzingatie swali ninalokuuliza. Sijauliza jina la Mungu. Nimeuliza hivi: kunalo andiko kwa Biblia Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Kwa mfano, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8 mstari wa 6 inasema kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Hakuna kitu nimeongeza. Aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Mwankemwa, kunalo andiko kwa Biblia linalosema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Lipo. Asante sana. Hata hiyo Wakorintho wa kwanza 8:6 unakatisha, huimalizi, ndio maana hupati maana. Imesema kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Kunaye na Bwana. Sasa huyu Bwana wewe unamruka, wakati huyu Bwana ndiye Mungu Mwana aliyetajwa kwenye Yohana 1:18. Sasa umekuja umeuliza swali kwamba kunao kwenye Biblia andiko linalosema Mungu ni mmoja aliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nimekutolea Mathayo 28:19 na wewe hujaigusa, kwa sababu najua ndivyo inavyosema. Sana sana unachojaribu kugeuza, kwa sababu pale pasingesema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tena wana jina moja, hoja yako ingekuwepo. Lakini kumbe kuna jina moja ambalo ndio la Mungu, ambalo ndio la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na ambayo yote nimekuthibitishia. Nilitegemea wewe uje useme Mwankemwa, hapana, Biblia haifundishi hivyo, kwamba Yesu aliposema mkawabatiza watu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kuna majina mengi, sio jina moja. Hoja utakuwa na hoja. Sasa kitu ambacho nafanya ni kuchukua muda wangu bure, wakati mimi nimepewa dakika 10 nikuulize swali. Sitaki mimi unihubirie. Kila mmoja anasikia swali yenye nimeuliza, na kwa sababu hiyo swali haujatoa andiko linalosema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Umetoa andiko, Yesu anasema mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho. Yesu hakusema Baba, Mwana na Roho ni Mungu mmoja. Hiyo ni maneno yako Mwankemwa. Tutoke kwenye hiyo swali. Swali la pili. Kila mtu wako hapa anasikiliza wewe kaa. Mimi sijauliza, mimi nimesema umemaliza hiyo swali. Naija uniambie kwamba hilo jina ni utaniuliza wakati wako utaniuliza. Ukifanya hivyo hatuwafundishi watu. Wakati wako mimi ni swali nimekuuliza. Na swali langu nimeuliza hivi. Mwankemwa, kwa nini unataka kuniulizia swali? Mimi nimeuliza swali yangu hivi. Kunalo andiko, mimi nimetoa andiko linalosema kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu mmoja ni Baba kulingana na andiko. Wewe unasema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho, wakati andiko kama hilo una kidogo una sijakujibu. Hiyo swali nimemalizana naye. Umekosa andiko. Ngoja ngoja nikuulize swali Mwankemwa. Haya, uliza. Uliza. Sasa wewe unataka uliza. Sasa iko hivi, yani kuna vitu anaongea hapa anasema kujibu. Unajua inatakiwa sasa aniulize nimejibu au sijajibu. Sasa wewe unakula muda wangu tu bure. Haya, mimi na sasa naomba nikuulize swali. Katika kitabu cha Waefeso 4 mstari wake ni wa 6. Nafikiri utanisimamishia muda wangu Haya, Waefeso 4 mstari wake ni wa 6. Inasema hivi: Bwana mwenyekiti na unilinde, kwa sababu tuache maelezo mengi, tujenge hoja zetu kwenye maandiko. Inasema hivi: Mungu mmoja naye ni Baba wa wote aliye juu ya yote. Sasa mimi naomba Mwankemwa aniambie, hili andiko linasema Mungu ni mmoja aliye Baba wa wote. Huyo Mungu mmoja aliye Baba wa wote ni nani? Mmoja naye ni Baba wa wote. Huyo Mungu mmoja naye ni Baba wa wote ni nani? Ni Baba. Basi. Asante. Nimeridhika basi.
Umeridhika? Nimeridhika. Asante. Nataka nikuulize maswali sasa. Sasa muda wangu kwani umeisha? Aha. Haya, na ujue ni kwa sababu kweli kabisa ubarikiwe sana mwenyekiti. Sasa swali la pili. Nasoma kitabu kinaitwa Mathayo 3:16. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini. Tazama wigu jeupe kidogo tu. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini. Na tazama Roho wa Mungu akaja juu yake kama hua. Na sauti kutoka mbinguni kasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Swali, huyu aliyesema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye ni nani? Na huyo mwanawe ni nani? Huyu aliyesema huyu ni mwanangu, yeye ni baba, alikuwa na muadresi mtoto. Kama ungetaka jina, hilo jina la huyo baba naitwa Yesu na jina la huyo mwana naitwa Yesu. Haya, kwa hivyo mwana ni Yesu na huyo baba yake bado ni Yesu. Haya, ninauliza swali la pili. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 3 mstari wake ni wa 12. Inasema hivi: yeye ashidaye nitamfanya kuwa guzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka huko tena kabisa, nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu. Huyu ambaye tutaandikwa jina la Mungu wake ni nani? Na huyo Mungu wake ni nani? Ametajwa kwenye Ufunuo 21:7. Ngoja nisome hapa na mimi Ufunuo 21:7. Anasema hivi: yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Maana yake ni Yesu. Haya, kwa hivyo huyo ambaye anaogea hapo tutaandikwa jina la Mungu wake ni Yesu. Ndiyo. Na huyo Mungu wa Yesu ni nani? Ni Yesu. Asante. Naomba usicheke. Mara nyingi watazamaji wetu nikimjibu ndacha kama hivyo anacheka, alafu haulizi kwamba unamaanisha nini. Hili ndio tatizo lake. Ninapojibu hapa ninajibu nikiwa na akili timamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo Ufunuo 21 inamhusu Yesu. Inamhusu Yesu. Kwa hiyo niombe hivi, mnaweza mkacheka, lakini mjue kabisa Ufunuo 21:7 inamhusu Yesu. Ndio anasema nitakuwa Mungu wake. Kwa nini? Kwa sababu katika Waebrania 1:8 Mungu anamuita Mungu mwenzake. Kwa habari ya Mungu amesema kiti chako cha enzi Mungu. Yaani Mungu anamtaja Mungu mwingine, kitu ambacho huyu haelewi. Nyinyi mtauliza mwishoni. Jafari mtauliza mwishoni. Hapa nina ndacha. Mtauliza mwishoni. Sasa ile kitu ambacho asante sana. Si zamu yangu kuuliza wakati wa maswali. Anamalizia. Sasa nilijua imeisha. Yes. Sasa naomba niweze kutumia Ufunuo 1 mstari wake ni wa 17 na 18. Ufunuo 1:17 na 18. Inasema, nami nilipomuona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nilikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele na milele. Swali kwako Mwankemwa, mwenye aliyekufa ni nani? Kwa mujibu wa Petro wa kwanza 3:17 aliyekufa ni Kristo. Naomba nisome. Petro wa kwanza 3:17 anasema hivi. Anasema, maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema ikiwa ndio mapenzi ya Mungu kuliko kwa kutenda mabaya. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa. Kwa aliyekufa ni Kristo. Haya, kwa hivyo aliyekufa ni Kristo. Ndio. Haya, sasa tunasoma kitabu kinaitwa wa Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza 6 mstari wake ni wa 16. Inasema hivi: ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemuona hata awezaye kumuona. Heshima na uwezo una yeye hata milele na milele. Huyu ambaye hapatikani na mauti na hakuna mwanadamu amewahi muona ni nani? Ni Baba. Asante, nimeridhika. Asante sana.
Tunaendelea. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya maswali na majibu. Tunarudi tena kwako Mwankemo. Kwa dakika 10 tutauliza maswali, tutarudi kwa Ndacha naye kwa dakika 10 atauliza maswali, muda wa maswali na majibu. Zingatieni kuachiana muda, ukimuuliza swali mwachie mwenzako ajibu, na wewe ukishajibiwa ndipo unauliza swali lingine. Ukiwa unauliza juu kwa juu zinakuwa kelele. Karibuni. Asante. Mwalimu Ndacha, tumesoma hapa na nilisoma katika Yohana sura ya 17 mstari wa 11 ambapo mwana anasema mimi simo tena ulimwenguni, nami naja kwako Baba mtakatifu, kwa jina lako lilonipa uwalinde hawa. Hili jina ambalo mwana alikuwa anasema kwa jina lako lilonipa, alikuwa analisema hilo jina linaitwaje? Kwanza kitu ya kwanza tunajibu na maandiko ya kwamba hilo jina ambalo Baba alimpea mwana ni jina gani na linaitwaje. Tunasoma kitabu cha Waibrania 1 mstari wake ni wa 4 na mstari wake ni wa 8 kwa ajili ya kujibu hiyo swali. Kitabu cha Waibrania 1 mstari wake ni wa 4 na wa 8 inasema hivi: amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri jina aliloliridhi lilivyo tukufu kuliko lao. Kwa hivyo Yesu ana jina ameridhi. Hilo jina ameridhi ni gani? Katika mstari wa 8. Lakini kwa habari za mwana asema kiti chako cha enzi Mungu. Kwa hivyo mwana ameridhi jina hili linaloitwa Mungu. Hilo ndilo jina ambaye Yesu ameridhi. Mungu sio jina. Mungu sio jina kwa sababu katika Mathayo sura ya kwanza, Mathayo ile sura ya kwanza na ule mstari wa 20 mstari wa 21, kabla hajazaliwa maandiko yanasema naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Jina lake Yesu. Mungu sio jina. Nimekuuliza tena kwamba huyu Baba katika Yohana 17:11 mwana anasema kwa jina lako lilonipa. Ni jina lipi? Mimi huku ninasoma ni jina la Yesu. Wewe unasema ni jina la nani? Kwanza Mwakemwa, nadhani ya kwamba wewe unatumia maandiko kuniuliza swali na unakataa maandiko ambayo nakupa. Unasema ya kwamba Mungu si jina. Kwa andiko gani? Mimi niko na andiko Mungu ni jina. Wewe uniambia unakataaje Mungu si jina? Uko na andiko unasema Mungu si jina. Mimi natoa andiko Mungu ni jina. Sasa wewe uniambia ni maandiko unakataa. Nasoma kitabu kinaitwa Isaya 9 mstari wa 6. 9:6 kitabu cha Isaya. 9:6 kitabu cha Isaya. Inasema hivi: maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu. Ni jina. Wewe unasema si jina. Kwa nini? Ni wapi andiko linasema Mungu si jina? Sasa yule ambaye mtoto amezaliwa alafu anarithi jina la baba yake, baba yake haitwi Yesu, mtoto ndiye anaitwa Yesu. Lakini Yesu anasema katika Yohana 8:54 ya kwamba baba yake ni Mungu. Kwa hivyo Yesu amerithi jina Mungu ambalo linatumiwa na baba yake. Sasa angalia hapa, mtoto, wapendwa na wasikilizaji, mwana anasema kwa jina lako ulilonipa. Na kwenye Mathayo 1:21 malaika amekuja na jina, anasema utazaa mwana, utamuita jina lake Yesu. Ile ya Isaya 9 aliposema jina amekusanya pale: Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Yani yote ukiyakusanya pamoja ndio ambayo yanamfanya apate hiyo sifa aliyoitiwa pale. Lakini jina ambalo ni jina kabisa kwa maana ya onoma ni Yesu. Sijui kama hicho kitu unajua. Ndio maana nikakuuliza kwamba wewe hujui baba anaitwa nani. Na nikakuuliza katika Mathayo 1:21 limetokea jina na mwana anasema kwa jina lako ulilonipa. Je, unajua kwamba baba jina lake ni Yesu? Hakuna katika andiko hata moja katika Biblia linalosema baba jina lake ni Yesu. Hilo andiko hakuna. Asante sana. Asante sana. Wasikilizaji, mtaifuatilia Biblia. Ninauliza swali jingine kwamba Biblia inapoongea katika Mathayo sura 28 mstari wa 19, mkawabatize watu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wewe pale unaziona ziko nafsi ngapi? Ni nafsi moja, ni nafsi mbili, au ni nafsi tatu kwa mujibu wa Yohana 5:26?
Mimi nimeona ya kwamba kuna Baba na kuna Mwana na kuna Roho Mtakatifu. Andiko linasema hivyo, jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hakuna kitu naongeza. Ambalo ni jina gani? Si jina, imesema kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa hilo jina ni jina gani? Sasa mimi nikuulize. Jibu swali kwanza. Hilo jina ni jina gani? Imesema jina la Baba, Mwana na Roho. Hakuna mahali inasema jina hilo ni jina gani. Hakuna. Kwa hiyo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanalo jina lake. Baba ana jina lake, Mwana ana jina lake, Roho ana jina. Hebu naomba sasa utusaidie. Hilo jina la Baba ni nani na Mwana ni nani na Roho Mtakatifu ni nani ambalo linahusika kwenye ubatizo wa muamini mpya? Hajasema jina linatumika kwa sababu ya ubatizo. Imesema watu wabatizwe kwa jina la Baba. Wale wamemwamini Baba wanabatizwa kwa jina la Baba, na si jina ya kutamka. Ndio naona Yesu wakati wanafunzi wanapohubiri na kufanya miujiza, wanaulizwa mnafanya haya kwa mamlaka ya nani? Kwa nguvu za nani? Kwa jina la nani? Kwa hivyo nguvu zote zinazotumika hapo katika kuokoa mtu, Baba anahusika, Mwana anahusika, na uwezo wa Roho Mtakatifu unahusika. Hiyo ndio maana mimi naelewa kwamba kwenye mitume Yesu anasema mkawabatize watu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na nikakuuliza hapo, kuna nafsi moja, mbili au tatu? Mimi nimesha kujibu Mwankemwa. Sijui kwa nini unajirudia. Nisha kuwajibu ya kwamba andiko limetaja Baba, likataja Mwana na likataja Roho. Limetaja. Sasa unataka niongeze nini? Nimekuuliza hivi. Nilipokuuliza hapo umesema limetaja Baba, Mwana na Roho. Ndio. Nikakuuliza huo ni umoja, uwili au utatu? Sasa hapo wewe ndio unaongeza utatu ama uwili. Hapo imetaja tu Baba, Mwana na Roho. Kama unataka kuita, ita watatu. Hakuna mahali imetema ati utatu. Sasa kama unataka kutumia namba, sema watatu. Usiseme utatu. Sema watatu. Lakini utatu hapo haijaandikwa. Ukiwaandika katika namba, unaandika 1 2 3. Unasema watatu. Kwani kwenye jina pametaja majina mengi au pametaja jina moja? Imesema jina la Baba katajwa. Kwa hiyo jina ni moja, ndio maana tunasema utatu. Hiyo ni kuongeza, mnaongeza. Andiko linasema jina la Baba, Mwana na Roho. Sasa nyinyi ni kuongeza, mnaongeza, mnaweka utatu. Kama kwa nini msiridhike hivyo imeandikwa hivyo? Mitume wa Yesu wakati wanawabatiza watu waliwabatiza kwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu au kwa jina la Yesu? Mimi kitu ambacho najua Mwankemwa ni kwamba mitume katika kitabu cha Matendo, kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 18, Yesu anasema amepewa mamlaka. Kwa hivyo mitume walienda kwa mamlaka na nguvu za Yesu. Kwa hivyo wanaposema jina hawatumii utajo tu ati jina la Yesu. Maana andiko linasema hivi, chochote mnalofanya mfanye kwa jina la Yesu. Hawakwenda tu wanashinda wakitaja Yesu Yesu Yesu. Hapana, ni mamlaka na uwezo wa Yesu walitumia wakati walipoenda kubatiza, walipoenda kuhubiri, walikuwa wanatumia mamlaka na wanatumia uwezo wa Yesu, si jina utajo tu. Asante. Naomba nisome hapa alafu tuone na unachokisema. Matendo 2:38. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Yesu amesema mkawabatize watu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambazo ndio nafsi tatu lakini zinabeba jina moja. Wewe unaliondoa ili jina moja, wala hulisemi ni jina gani, unasema ni mamlaka, wakati hapa pamesema jina na hilo jina linatajwa la Yesu. Kwa nini unairisha Biblia maneno ambayo haipo? Kwa sababu na ukataa utatu. Ni kwa sababu mimi najua ya kwamba mahali ambapo inapotumika jina si lazima ikuwe utajo. Kwa hapa sasa, kwa hapa tuliposoma. Ndio nikakwambia hapa ambapo umesoma wanaongea mamlaka, uweza na nguvu. Hatuna neno mamlaka, pamesema jina. Ndio nikakwambia hiyo mahali inatumika jina ni kutumia mamlaka. Kwa mfano wewe kidogo tu Mwalimu Ndacha, tusiirishe Biblia maneno. Kama hujaridhika mimi kidogo tu tusiongee. Kwenye mstari tuliotoa, hebu nitolee neno mamlaka. Ningeomba kama ninaongea basi unanisikiza na wewe na ngoja nikusikilize. Tusikue kama tunarubana. Tusikue kama tutenda kama imekuwa fujo. Sio fujo. Lakini sasa mimi nataka hivi, wanafunzi wa Yesu wanaulizwa ni kwa nguvu za nani? Kidogo. Acha huko unaenda kwingine, tuko kwenye ubatizo. Haya basi hapa imeandikwa jina. Asante sana. Ndio. Kwa hiyo kumbe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanatumia jina moja linaloitwa Yesu, sawa? Haijaandikwa hapo. Naomba nisome. Wewe umeongeza. Naomba nisome. Katika Mathayo 28:19, Yesu akawaambia mkawabatize watu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kwenye tendo la kubatizwa.
Matendo 2:38 Petro akawaambia, Petro alikuwemo miongoni mwa wale waliokuwa wanaagizwa. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kumbe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu jina lao ni Yesu kwa mujibu wa maandiko. Sawa? Unaongeza brother. Hapo hujasema kwamba nilichoongeza nini? Kidogo tu. Ungenisikiza tu. Wewe imesema walibatiza kwa jina la Yesu. Nikijaribu kukuambia maana ya kutumia jina la Yesu, wewe hutaki kusikia. Wewe unataka kulazimisha ya kwamba jina la Baba ni Yesu na jina la Mwana ni Yesu na jina la Roho ni Yesu. Haba haijaandikwa hapo. Imeandikwa tu ya kwamba walibatiza kwa jina la Yesu. Maana yasema hakuna jina lingine walilopewa wanadamu lipasaro kuokolewa kwalo isipokuwa kwa jina la Yesu. Kwa hivyo kuna mwenye ametupea hilo jina ambaye ni Mungu. Jina la Yesu ndio linatuokoa. Sasa nikawa na kueleza hivi Mwankemwa, katika Matendo ya Mitume 4 mstari wa 7 inasema walipowaweka katikati wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mnafanya haya? Ndipo Petro akajibu, Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa watu wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari za jambo jema alilofanyiwa mtu huyu dhaifu, jueni nyinyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sasa wewe kwa mfano, sasa hapa ni hivyo tu. Kwa jina la Yesu Kristo. Jina ni jina la Yesu. Ni hivyo, sikatai mimi. Asante. Ambalo ndani ya jina la Yesu ndipo kuna nafsi tatu za Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kidogo tu. Mimi nataka nisome nimalize. Dakika zimeisha. Dakika 10 ambazo dakika 10 za maswali ya Mwalimu Mwankemwa zimeisha. Sasa hivi ni muda wa Mwalimu Ndacha na wewe kuuliza maswali kwa dakika 10. Karibu sana. Haya, sasa mimi naanza hapo katika hiyo Matendo ya Mitume nilikuwa nakusomea Haya, inasema hivi. Walipowaweka katikati wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mumefanya haya? Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa watu wazee wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, jinsi ulivyoponywa, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ili ali mzima mbele yenu. Kwa hivyo hapa tunaona Yesu Kristo alisulubishwa na wao, alafu Mungu akamfufua katika wafu. Sasa huyu Mungu ambaye alimfufua Yesu katika wafu ni Baba, Mwana na Roho au ni Baba? Asante. Hapa anaposema Mungu aliyemfufua katika wafu, hapo maana yake ni Baba. Kwa nini? Kwa sababu Mwana naye anasema katika Yohana 10:17 anasema ninao uwezo wa kuutoa uhai wangu na kuutoa tena, na mwenyewe anao, na Roho Mtakatifu naye alihusika. Kwa hiyo katika utatu wao Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wamehusika Mwana kufufuka kama vile walivyohusika Mwana kuja duniani. Mwankemwa, aliyemfufua Yesu ni Mungu au ni Baba, Mwana na Roho? Hapo pamesema Mungu kwa maana ya Baba. Asante. Kwa hivyo Mungu ni Baba, si Baba, Mwana na nini? Nimesema kwenye eneo hilo kwa sababu ungetaka nitakutolea aya kwamba na Roho Mtakatifu alimfufua Yesu. Aya, naomba andiko Roho Mtakatifu alimfufua Yesu. Kama umesahau niambie nikukopeshe lenye unatumia vibaya. Kwa nini unikopeshe wewe? Si naona unatafuta. Sasa ulitaka nisisome? Aya, soma. Yeah. Yeah. Ndio ninataka nilitafute hapa haraka ili sasa hilo linaweza likawa mojawapo. Kwa sababu yako mengi. Kwa sababu yako mengi na kama tayari mmoja ameshalisema, unaona, kwa mfano sasa nilitaka kutafuta jingine kwa sababu ili mmetoa wenyewe ndio tupitie humo. Inasema hivi.
Anasema, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Umeona hapa sasa, na andiko hili mmetoa wenyewe na mimi nataka kulitumia hilo hilo. Kumbe ni uthibitisho wa ndacha kwamba anayefufua sio Mungu tu peke yake kwa maana ya Baba, kumbe na roho naye amemfufua Yesu. Sasa kama ndio hivyo, wewe kwako kuna Mungu wangapi hapa? Si ni Mungu mmoja? Sasa mimi naomba tusome hapa. Andiko linasema hivi, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu, ni roho alimfufua Yesu ama aliyemfufua Yesu ana roho yake? Hapa anasema huyu aliyemfufua Yesu kwamba ana roho yake aliyemfufua Yesu, ambaye huyo roho wake ndio anaitwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo si roho alimfufua Yesu, bali aliyemfufua Yesu ana roho yake. Narudia, kwa mujibu wa andiko mlilotoa ni kwamba roho yake huyu anayetajiwa aliyemfufua Yesu. Kwa hivyo aliyemfufua Yesu ni nani? Aliyemfufua Yesu ni nani? Hapo ni Baba. Kwa hiyo kusudiwa Baba. Kwa hivyo kidogo tu. Kwa hivyo andiko linasema Mungu akamfufua Yesu. Kwa hivyo Mungu aliyemfufua Yesu ni nani? Ni Baba. Kwa hivyo Mungu ni Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Anauliza hayo maswali yani kama ya mtego, hataki kupata ule muktadha wote. Yeye kwake ukisema Mungu anamaanisha tu ni kama ni Baba tu peke yake. Lakini nimesoma hapa Yohana 1:18. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu Mwana, yupo Mungu Mwana kwenye Biblia ambaye wewe huwa unamruka na ndio maana hupati muktadha wote. Alafu yupo Mungu Roho Mtakatifu kwenye Biblia. Matendo 5:3-4, ingawa wewe unawabadilisha hayo maneno. Na mimi ndio nanyosha maelezo kwa sababu tuko kwenye somo la Utatu Mtakatifu. Nimewahi kunukuu na ninakunukuu Mwakemoa. Kuna siku ambaye huyu ambaye anaitwa Simulizi amewahi kuwa mwenyekiti katika mkutano tukiwa na wewe, na ukadai ya kwamba haujawahi kusema kuna Mungu Roho Mtakatifu. Sasa swali kwako Mwakemoa, Mungu mmoja ni Baba au Mungu mmoja ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho? Kama ni hivyo kidogo tu. Kama ni hivyo, kunalo andiko katika Biblia linalosema ya kwamba Mungu Roho Mtakatifu? Lipo. Matendo 5:3-4 ambayo inasema, Petro akasema, Anania, kwa nini shetani ameujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu, hukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu? Hoja yako hapa ndacha wewe ulishaifundisha akili yako kukataa kwamba huyu Roho Mtakatifu sio Mungu wakati maandiko yanamthibitisha. Ndio maana unapata shida hapa. Kwa hiyo Mungu Roho Mtakatifu anapatikana kwenye Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 3 na wa 4. Mstari wa 3 anatajiwa nafsi yake, alafu mstari wa 4 anatajiwa cheo chake ambacho kwamba huyu ni Mungu. Katika hiyo Matendo ya Mitume, Anania na Safira walikuwa na Mungu Roho Mtakatifu hapo au na mitume? Asante. Roho Mtakatifu alishakuwepo tayari kwa sababu Matendo sura ya 2 alishashuka duniani. Ninauliza swali, hapo katika Matendo ya Mitume 5, Anania na Safira walikuwa na Mungu Roho au walikuwa na mitume? Walikuwa na Mungu Roho Mtakatifu ambaye na mitume pia walikuwepo. Haya, naomba nisome. 5:2 inasema hivi, akazuia kwa siri sehemu ya dhamani yake, mkewe naye akijua hayo akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Waliweka miguuni pa Roho Mtakatifu, pa Mungu Roho au pa mitume? Ndacha iko hivi, wale walileta vitu miguuni pa mitume, lakini wakati huo wakiwa chini ya Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu. Ndani ya mitume sasa kulikuwa na Mungu Roho Mtakatifu au Roho wa Mungu? Ndani ya mitume? Ndio. Ndani ya mitume alikuwepo Roho Mtakatifu ambaye ni nafsi ya tatu ya uungu. Kwa hivyo mitume ndani yao hakukuwa na Mungu Roho? Narudia, nimekuambia ndani ya mitume alikuwepo Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu na ambaye ni nafsi ya tatu katika Mungu. Naomba unijibu swali. Ndani ya mitume kulikuwa na Mungu Roho au Roho wa Mungu? Ndani ya mitume kulikuwa na Mungu Roho Mtakatifu kwa mujibu wa maandiko. Sio subiri kwanza basi, sijamaliza. Nimekujibu. Umenijibu. Sasa ninaomba sasa nikusomea andiko katika kitabu cha Matendo ya Mitume 5 mstari wa 8. Petro akamjibu,
Petro akamjibu, niambie, mlikiuza kiwaja kwa dhamani hiyo? Akasema ndio, kwa dhamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata kupatana kumjaribu Roho wa Bwana? Walimjaribu Mungu Roho au Roho wa Bwana? Huyu anaitwa Roho wa Bwana ndiye Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu Roho Mtakatifu, yani nafsi ya tatu katika uungu. Nauliza kulingana na andiko. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Walimjaribu Roho wa Bwana au Mungu Roho? Hayo maneno ni mke wa Anania. Nijibu swali. Walimjaribu Roho Mtakatifu kwa sababu kesi hiyo ilianza kwa mume wake, sasa inakuja kwa mke wake. Ndio ninakuuliza hapa kwa mujibu wa andiko. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Walimjaribu Roho wa Bwana au Mungu Roho Mtakatifu? Walimjaribu Mungu Roho Mtakatifu kwa sababu ingeonekana hicho kisa ni kingine ndacha, ungekuwa na hoja. Nimekuambia huyu anaitwa Roho wa Bwana ndiye Roho Mtakatifu ambaye ni nafsi ya tatu katika uungu, na ndio maana sisi tunaamini. Kwa hiyo hicho ni kisa cha mke wa Anania, lakini kutoka kwa Anania, Petro ndio anamuuliza Anania, kwa nini umemwambia uongo Roho Mtakatifu? Ametajwa kwanza Roho Mtakatifu, baadaye ndio akatajwa kwamba huyo Roho Mtakatifu alipokuja mke wake ndio anatajwa kwamba ni Roho wa Bwana. Maana yake ukisema Roho wa Bwana umekusudia Roho Mtakatifu, kwa sababu tukio ni hilo hilo na sehemu hiyo hiyo. Kwa hivyo Mwakemwa, kulingana na andiko hili ambalo nalisoma, mtu ambaye anaitwa mke wa Anania, wakiwa na Anania, walimjaribu Mungu Roho au Roho wa Bwana? Walimjaribu Mungu Roho Mtakatifu ambaye ni Roho wa Bwana. Haya, tunaenda swali la pili. Na Yohana 17 mstari wa 3. Muda umeisha. Kwa sema hivyo vipengele vya mara ya pili katika dakika 10 umemaliza. Mnaendelea mpaka dakika 10 ngapi labda nijue? Kwa sababu kuna watu wako hapa, si tuwape nafasi. Labda kama kuna watu watataka kuuliza hapa. Basi kabla wakati wanajipanga wao na maswali yao, nataka nikuulize Mwakemwa kuhusiana na hili swala la Utatu Mtakatifu. Kama mimi mwenyewe nilikuwa muumini wa Utatu Mtakatifu. Swali langu tu ninauliza moja kwa moja, je, wewe unauelewa Utatu Mtakatifu? Kwa sababu kuna jamii kubwa sana ya Wakristo wanaamini kama mimi, lakini hawaelewi. Na hata nakusomea hata katekisimu hapa inasema kwamba katika imani ya Kikristo fumbo kuu kwa yote ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Walakini kuna Mungu mmoja tu na wala si watatu. Ni fumbo ambalo sisi hatulielewi kabisa. Ukuaji wangu wote najuaga hilo, na mpaka leo naamini kwamba Utatu Mtakatifu ni kweli ni Mungu, wameungana watatu, lakini siwezi kulifafanua, sijui. Je, wewe mwenzetu, Mkristo mwenzetu, wewe unauelewa Utatu Mtakatifu? Kwa kadiri ya maandiko ya Biblia na Mungu anavyonisaidia, ninaweza nikauelezea. Kwanza, ili ujue maana ya Utatu Mtakatifu, lazima uanzie kwenye neno Emmanuel. Liko ndani ya Biblia. Ukitaka labda kama utanipa nafasi nilisome. Je, naweza nikasoma? Asante sana. Ili uweze kuelewa utatu, lazima uanze kwa Emmanuel. Katika Injili ya Yesu ilivyoandikwa na Mathayo, ile sura ya 1 na mstari wa 21, panasema hivi, anasema, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao yani Mungu pamoja nasi. Sasa huyu Mungu ukimsema tu Mungu, je, kuna mahali tulimuona Mungu kama Mungu jinsi alivyo? Kwa sababu Mungu ni roho. Ndio maana kupitia Utatu Mtakatifu Mungu ana utatu katika nafsi tatu. Kuna ya Baba ambayo ilituma, alafu kuna ya Mwana ambayo ilikuja kuvaa mwili ukaitwa Kristo, alafu kuna ya Roho Mtakatifu ambayo ilikuja kukamilisha. Ndio hii tunayosoma katika Matendo ya Mitume 20:28 kwamba jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa hiyo tunajua ili Mungu anunue kanisa lazima damu itoke. Lakini anayetoa damu ni nani? Sio Mungu Roho. Yule Mungu ambaye ni Roho, lazima kuna mwili ambao alichukua unaoitwa Emmanuel, unaoitwa Kristo. Lakini ni Emmanuel ndio hiki ambacho kimekuja. Kwa hiyo tukiona leo Baba aliagiza kwamba
ulimwengu uokolewe, alafu mwana amekuja ni mkombozi, ametukomboa, alafu sasa tunaye Roho Mtakatifu, alafu kila mmoja unaona anafanya kwa wakati wake. Hiki ndio kinachotuthibitishia utapo, na ndio huo ambao unajitokeza hata wakati wa ubatizo. Muamini yeyote, ili awe muamini wa kweli wa Mungu, lazima batizwe katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambalo jina hilo ni jina la Yesu. Lakini lazima nafsi tatu ziweze kuhusika. Ikikosekana moja, ubatizo huo ni batili. Huu ndio Utatu Mtakatifu jinsi ambavyo ninauelewa mimi kwa mujibu wa Biblia Takatifu.